Salama kabisa Mkaya, habari za kwako? Safi. Mnyama Simba mpo dimbani leo, na nimepita dakika chache hivi kwenye peji yako ya Instagram kwamba wakubwa leo mnacheza na ni mechi moja tu ya ligi kuu. Ya, tuna mechi yetu leo ya Kiporo dhidi ya Dodoma Jiji. Maandalizi kwa upande wetu yamekamilika kwa 100%, na tunasubiri muda tu ufike twende uwanjani ili tukatimize ubaya ubwela. Mechi ya kwanza ilikuwa ngumu kweli Ahmed Ali, na ilikuwa vuta ni kuvute mpaka kocha Meki Maxime akatoa lawama kwamba Simba kulikuwa na viashiria vya kubebwa. Pengine kwanza malalamiko yale mliyachukuliaje kuelekea game ya leo? Yale malalamiko yalikuwa ni kilio cha msamaji. Sisi wala hatukuhangaika nayo. Sisi tumeshapata ushindi, tukaelekea kwenye mambo yetu mengine. Ilikuwa ni goli halali kabisa, na tukatumalizana hapo baada ya kupata ushindi. Mara zote tukicheza na Dodoma Jiji inakuwa ni mechi tough kweli kabisa. Dodoma Jiji tangu wamepanda ligi tumekutana nao mara 9. Tumewafunga zote mara 9, lakini zote mara 9 tumekuwa tukiwafunga kwa taabu kweli. Na hasa mechi na kwa ngumu wanapokuwa nyumbani kwao, unafahamu mbwa mkali kwao. Kwa hiyo mechi huwa inakuwa ngumu kweli, na hata wanapokuja Dar es Salaam mechi huwa inakuwa ngumu, lakini huwa tunafanikiwa kupata matokeo. Hata mechi ya leo ni mechi ngumu kweli kwa sababu tunakwenda kucheza nao kwa mara ya kwanza katika uwanja wa KMC. Kwa na ule uwanja ukiamua kufanya mbinu zako za kudefend unaweza ukafanikiwa kutokana na aina ya uwanja. Kama Jebedari yupo hapo anaweza akakuelezea kitaalam kabisa hicho ambacho ninakizungumza. Kwa mechi itakuwa ni ngumu, tunafahamu hilo, lakini sisi tumejiandaa kwenda kupata ushindi. Tunawaheshimu Dodoma Jiji, wana timu nzuri, mwalimu mzuri, wana wachezaji wengi wenye uzoefu mkubwa na mpira wa Tanzania, na hapo wanazalisha kitu kimoja kizuri ambacho ni mechi nzuri baina ya sisi na wao. Lakini sisi lengo letu linalotupeleka katika uwanja wa KMC leo ni kwenda kupata ushindi inshallah. Juzi wakati mnacheza na TMA nilisema mnakwenda kucheza na watoto wadogo. Leo vipi, mnakwenda kucheza na watoto wadogo Dodoma Jiji? No, hawa ni wakubwa wenzetu. Ni wakubwa wenzetu. Ukiangalia timu ambayo ina Samson Sata, timu ambayo ina Josh Onyango, na timu ambayo ina Ibrahim Najib, timu ambayo ina Salmin Hoza, haiwezi kuwa watoto wadogo hao. Timu hiyo ni timu ambayo imekamilika kwa 100%. Kwa hawa ni wakubwa wenzetu. Timu ambayo ina Meki Maxime, timu ambayo ina nani yule kocha wao wa makipa, ni timu ambayo imekamilika, ambayo inaweza kufanya chochote katika muda wowote. Okay, sawa. Ahmed Ali, kwa upande wa wachezaji wako leo, wachezaji gani watakosekana? Tunafahamu Chemalon, Kamara pamoja na Mzamiru, lakini kwenye mazoezi ya mwisho pengine yamezalisha injury. Tunaendelea kukosa huduma za watu hao watatu, kwa maana Shemalon, Musa Kamara Pinpin pamoja naye Mozamir Yasin. Mazoezi ya jana hayakuleta changamoto yoyote. Wachezaji wote walifanya mazoezi mwanzo mpaka mwisho wakiwa salama wa salmin. Na unaweza kututhibitishia kwamba injury ya Chemalon inaweza kumweka nje mpaka msimu utakapotabatika? Nimezungumza na madaktari jana, akanithibitishia kwamba ataukosa mchezo huu wa leo, lakini hakuniambia atakuwa nje kwa muda gani zaidi. Alichoniambia ni kwamba wanajaribu kabla ya kutoa majibu ya mwisho kwamba atakaa nje kwa muda gani,
wanaendelea kupambana hapa kuona anapona kwa haraka kiasi gani. Na akanambia kwamba jambo zuri zaidi ni kwamba tuna takriban wiki 2 hapa za kutokuwa na mchezo wote. Hizo ndizo ambazo wanapambana nazo kuhakikisha kwamba anarejea katika ubora wake. Kama itashindikana ndani ya wiki hizi za mapambano za mapumziko, ndipo tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuthibitisha atakuwa nje kwa muda gani. Na Ahmed, hapo na swali, injury ya Shea Malone ni ya eneo gani labda? Na kusikia kwamba anasema injury ya Shea Malone Pondo ni ya eneo gani kwa mujibu wa daktari? Enka. Ni enka. Wakati anazuia ule mpira kwenye mechi ile dhidi ya Azam, mguu wake uli twist, yani uligeuka hivi na kupelekea kupata hiyo injury. Sawa, na tumpe pole na Mwenyezi Mungu atamjalia apone haraka. Lakini mwisho wa siku, nini ambacho nawaambia wana Simba kuelekea mechi ya leo Ahmed Ally? Nachoambia wana Simba waje kwa wingi uwanjani leo. Waje kwa wingi kwa sababu kwa mujibu wa ratiba ya ligi kuu ya NBC, baada ya mchezo wetu huu wa leo dhidi ya Dodoma Jiji, hatutakuwa na mchezo mwingine tena kutoka hivi sasa mpaka mwisho mwezi wa 3, na mwezi wa 4 tutaanza pirika za kombe la shirikisho Afrika. Na ratiba inaonyesha kwamba tukifanikiwa kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, hatutakuwa na mchezo mwingine tena hapo kwa mwezi wa 4. Maana yake ligi kuu tutarejea mwezi wa 5. Sasa just imagine mwana Simba kukaa miezi 2 bila kuiona Simba yako ikishiriki katika ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tuje tuione Simba yetu hii leo, tuwape support vijana wetu, tuagane, maana baada hapa tutakutana tarehe 9 ya mwezi wa 4. Kwa hiyo wana Simba waje kwa wingi, tiketi zimeshaanza kuuzwa, tuje tuishangilie Simba yetu. Lakini lazima watambue ugumu wa mchezo wa leo unahitaji nguvu kubwa ya mashabiki wa Simba. Ahmed Ally, unakizungumziaje kiwango cha Abdulrazak Hamza, kijana mahiri huyu mzao ambaye anakaa eneo la ulinzi? Nikajua tena utamuulizia Mutale, maana wewe unampenda Mutale. Patamu hapo wewe. Sawa. Kusema kweli, Abdulrazak Hamza ametushangaza wengi sana. Mimi Abdulrazak ninamfahamu tangu akiwa Mbeya City, akiwa na Mungo. Nilikuwa najua ni mchezaji mzuri, lakini sikuwahi kujua kama ana uzuri huu ambao ameuonesha tangu amekuja Simba Sports Club. Na kwa kusema ule ukweli, kila mmoja aliamini ya kwamba Abdulrazak Hamza anakuja Simba Sports kama saidia fundi. Yani mwana Simba ungemuuliza mwezi wa 7 mwaka jana, angekwambia anacheza Shea Malone, anacheza Inspector Karabwa Shamom. Akiumia mtu ama akichoka mtu, ataingia Hamza ama ataingia Kazi. Kila mtu alikuwa anatambua hilo. Huo ndio ukweli ambao kila mtu kwa nafsi yake anaujua. Lakini ndani ya muda mfupi, na hata baada ya ligi kuanza mwanzoni kidogo ikaonekana kama hivyo, lakini baada ya muda mfupi shilingi ikageuka. Abdulrazak Hamza ndio akawa fundi mkuu, alafu wengine wanakuja kumalizia kazi hapa. Yani chaguo namba 1 la Abdulrazak Hamza kwa mwalimu Fadlu, chaguo namba 1 kwa mwalimu Fadlu ni Abdulrazak Hamza anapanga timu yake kwenye eneo la ulinzi wakati. Na baada hapo ndo mwalimu anaangalia watu wengine. Na ikitokea kwenye mechi akikosekana Abdulrazak Hamza, wana Simba wanakaa roho juu kweli kuliko mchezaji mwingine yote. Na kingine ni kuongezea mkai, Abdulrazak Hamza anaweza akacheza namba 5 vizuri kabisa ama namba 4, lakini hachezi vizuri namba hizo kama akicheza namba 6 kwa maana ya kiungo mkabaji. Hata namba 2 pia. Mchezaji ambaye kusema kweli ametushangaza wengi na ametuonyesha kwamba maisha hupaswi kukariri kabisa. Lakini anatoa ujumbe ya kwamba kama unajua, kama una kipaji na unaga mara nyingi sana kuna watu huwa wanapigania sijui wachezaji wazao wao wathaminiwe, wachezaji wazao wao
wachezaji wazawa. Mchezaji kama anajua wala hahitaji makala. Abdulrazak Hamza amefanikiwa kuwa chaguo namba 1 mbele ya wachezaji wa kigeni, na sio tu namba 1 kwa kupendelewa, namba 1 kwa ubora aliyokuwa nao Abdulrazak Hamza. Pia tunaweza tukahitimisha hivi, unaweza kumpatia nyota 5 kwamba yeye ndio beki bora mzao kwa sasa? Tena kama kuna nyota zinazidi hizo 5, Abdulrazak anastahili hivyo. Ndio beki bora mzao wa hivi sasa. Nitakupa sifa zake. Kwanza ana urefu wa kibeki, ana urefu wa kimpira. Hiyo ni sifa namba 1 ambayo Abdulrazak Hamza anaweza akasajiliwa nchi yoyote duniani akaenda akacheza mpira. Niamini mimi, sijawahi kudanganya, na huo ni mwezi mtukufu. Sio mchezaji mwenye papara, ni mchezaji mwenye utulivu wa hali ya juu mno. Yani kama umeshawahi kuona maji yanavyotulia kwenye mtungi, ndivyo Abdulrazak anavokaba akiwa na utulivu wa hali ya juu. Wanasemaga mpira ni akili. Sasa akili ndio hiyo Abdulrazak Hamza mwenyewe. Ni mchezaji ambaye anapokwenda kuchukua mali mguuni hatumii nguvu. Kuna mabeki wengine wanakwenda wanaparamia baba, kama wanakaba wanakwenda wanachukua mpira kama kishandu, yani vurugu zinakuwa nyingi, anacheza mafaulo. Lakini Hamza Abdulrazak anakwenda anachukua mpira mguuni kwa mtu, anaondoka nao, ana utulivu usiomithilika. Na ndio maana haishangazi kuona uwezi kumkuta Abdulrazak anacheza solo ndani ya 18, uwezi kumkuta Abdulrazak ana kadi, pamoja na kwamba ana kazi kubwa ya kukaba, lakini anakaba kwa staha na ubora wa hali ya juu mno. Abdulrazak Hamza ananikumbusha mbali kweli wakina George Masatu, wakina Tawasa. Hawa ndio watu ambao Simba Sports Club tuliokuwa nao, wakina Nyumba alikuwa kama Abdulrazak Hamza. Hansi ana swali hapa. Semaje? Vipi? Mambo ni aje? Umeshiba futari? Mjibu, umeshiba au hujashiba? Nimeshiba. Ilikuwa jana. Nimeshiba bana. Basi sawa. Umeshiba. Semaje? Ndio. Na maswali mawili. Naam. Karibu sana. Kuna taarifa zinasambaa kwamba Simba mmepewa ndege kwa ajili ya mechi yenu na Al Masry ya away. Nitataka uthibitishe kama zina ukweli au ziko vipi. Lakini pia tulipata taarifa kwamba uwanja wa Taifa Mkapa umefungiwa. Kuna possibility yoyote ya Simba kupeleka mechi yake ya marejeano na Al Masry away from home, kwa maana ya Rwanda au Uganda au Zanzibar? Tukianza na la kwanza, ni kweli taarifa hiyo nimeiona, na niseme tu ni taarifa ambayo imeleta usumbufu mkubwa, maana watu wengi baada ya kuiona ile taarifa, wengi wameshaukwa kutaka kufahamu zaidi, lakini kutaka kushiriki kwenye hii safari. Niseme tu kwamba Simba Sports Club itatoa muongozo na taarifa rasmi kuhusiana na safari hii ya kwenda Misri, kwa maana kwamba viongozi wa Simba ndio ambao watatoa taarifa sahihi kuhusiana na safari hii. Na wana Simba wote, tena kushukuru sana Hans, umeuliza swali la msingi sana. Wana Simba wote wakae kwa utulivu. Taarifa ya safari ya Misri watajulishwa kwenye chaneli maalum, ama watajulishwa kupitia watu sahihi ndani ya klabu, na kila mmoja atafahamu utaratibu mzima wa safari hii. Kwa sasa wasiulize chochote, wasifanye chochote mpaka watakapoambiwa jambo la kufanya kuhusiana na safari hii. Kuhusiana na swala la uwanja, yes, tumeona ile taarifa ya CAF, lakini ukiangalia ile taarifa imetoa muda wa kufanyika kwa marekebisho. Baada hapo watakuja kukagua CAF, ndio watoe statement ya kwamba
uwanja unakidhi, ama Simba Sports anaweza akatafuta uwanja mwingine. Kwa hiyo tusubiri mpaka hicho kipindi ambacho CAF atakuja kufanya marekebisho, na uzuri tumemsikia msemaji mkuu wa serikali Mheshimiwa Gerson Msigwa akizungumza kwamba uwanja uko tayari na CAF waje wakague. Kwa hiyo tuishi humo, tusubiri tuone ukaguzi wa mwisho ukifanyika, na majibu yatakayotoka hapo yatatupa sisi nafasi ya kuamua tunabaki Benjamin Mkapa ama tunakwenda sehemu gani. Lakini option yetu ya kwanza, kama inatokea Benjamin Mkapa unafungiwa, option yetu ya kwanza ni Zanzibar, kwa sababu wakati tunajisajili kushiriki mashindano haya, kiwanja chetu cha kwanza ilikuwa ni Benjamin Mkapa na cha pili ni uwanja wa Amani Complex pale Zanzibar. Kwa hiyo ikitokea Benjamin Mkapa hautumiki, basi safari itakuwa ni New Amani Complex. Bana semaji umenikata ngebe. Mimi nikajua Amaolo bwana. Rwanda. Sio wewe tunataka kwenda Rwanda sababu ni karibu na kwenu pale. Basi sana semaji. Asante. Pamoja sana Ahmed Ally. Ahmed Ally